kilikuja kipindi kabla ya utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Makuraish walipatwa na matatizo makubwa sana, njaa, kama bala njaa iliyopiga, wakawa na matatizo sana. Wakana Abu Talib dha iyad kathir, na Abu Talib alikuwa na watoto wengi, si Ali peke yake, alikuwa na watoto wengi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس وكان من أيسر بني هاشم، توما صلى الله عليه وسلم akaenda kwa ammi yake al-Abbas. Al-Abbas alikuwa ni katika wale ambao wana uwezo miongoni mwa Makuraish na miongoni mwa Bani Hashim. Akamwambia, ya Aba al-Fadl, inna akhaka Aba Talib kathiru al-iyal. Aba al-Fadl, yani al-Abbas, kunia yake ni Abu al-Fadl, ndugu yako Abu Talib ana watoto wengi. وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة, na watu wamepatwa na matatizo unayoyaona, ili janga limewapata watu. فانطلق بنا إليه نخفف عنه من عياله, basi twende tukampunguzie mzigo wa watoto, bimaana wewe uchukue na mimi nichukue, tumpunguzie ule mzigo na uzito. akhudhu min banihi rajulan wa ta'khudhu anta rajulan fanakfuluhuma anhu, wewe chukua mtoto mmoja na mimi nitachukua mmoja, tuwalelee watoto wake kwa sababu ya huu uzito uliompata. فقال العباس رضي الله عنه نعم. العباس akakubali hii fikra nzuri kusaidiana, na walikuwa wakifanya hivi hata si kitambo, yani wazee walikuwa wakifanya mambo kama hayo. Mtu akiona ndugu yake ana uzito, utaona mtoto wa ndugu yake amemlea yeye. Ingawa sasa hivi ni ngumu sana kupata jambo kama hili, subhanallah, watu wamekuwa hawana huruma. Aweza kuona labda pengine aswa ndugu yake kafariki, anamwacha mayatima, kisha habari yani yalla akiwasaidia alhamdulillah kule waliko, lakini sitaki mzigo wa mtu bwana, sina haja na mzigo wa mtu, kila mtu rabbi nafsi bwana. Hawakuwa hivyo tangu kule kale, walikuwa ili jambo kilifanya. Na si kitambo, watu wangapi kwa mimi nalelewa na mtu fulani, na si mamake pengine si babake amemlea, na babake na mamake wapo, lakini kumbe wakati ule waliona ule uzito yule mtu anao, akamndete mtoto wako mimi nitamlea, basi wasaidiana namna hiyo. Kwa akakubali, famtalaqa hatta ataya Abu Talib, wakaenda pamoja mpaka kwa Abu Talib. فقال له إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى تنكشف عن الناس ما هم فيه. wakamwambia watu, sisi tutataka kukufanyia wepesi kwa watoto wako mpaka haya majanga yaondoke, tutakurejeshea. فقال لهما أبو طالب akamwambia, idha taraktuma li aqilan fasna'a bima shi'tuma, sababu alikuwa akimpenda Aqil katika watoto wake. Akamwambia, mkiniachia mimi Aqil, wale wengine fanyeni mtakao, na wapa ruhusa, nataka kuwachukua kuwalea, chukueni. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فضمه إليه, Mtume صلى الله عليه وسلم akamchukua Ali ibn Abi Talib akamweka pamoja na watoto wake. وأخذ العباس رضي الله عنه جعفرا رضي الله عنه فضمه إليه, na العباس akamchukua Jaafar ibn Abi Talib رضي الله عنه. Jaafar ni ndugu yake Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه. Jaafar al-Tayyar al-ma'ruf aliuawa katika ghazwat Mu'ta, kakatwa mikono yake akiwa ameshika bendera ya jihad fi sabilillah, ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Allah amembadilishia badala yake, akampa mbawa katika pepo ya Allah, azunguka anakotaka. Radhiyallahu anhu. Ndio huyu Jaafar aliuawa katika ghazwat Mu'ta, tutakuja kuzungumza inshallah huko mbele idha hiyana Allah. فلم يزل علي رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله نبيا، فاتبعه علي رضي الله عنه وآمنه. علي رضي الله عنه akabakia chini ya ulezi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka siku hiyo mpaka alipotumilizwa na kupewa utume Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamfuata na kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. وصدقه. وأخذ العباس رضي الله عنه جعفرا رضي الله عنه، ولم يزل جعفر رضي الله عنه مع العباس رضي الله عنه حتى أسلم واستغنى عنه.
na Jaafar akabakia na ammi yake al-Abbas kipindi alichobakia naye mpaka alipokuwa mkubwa akasilimu. Na al-Abbas alichelewa kusilimu, pamoja na kuwa alikuwa akimnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, au wengine katika wanavyona sema alikuwa akiuficha Uislamu wake kwa Makuraishi. Kwa hiyo aliposilimu Jaafar akamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawachana na ammi yake.